Tayari yasema kwamba ole wenu mtoke na sisi tutatoka, tutachinjana vichwa huko mitaani. Wallahi wabillahi watallahi hatutanii. Kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote 3500 kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na hao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii. Kama uhai wa MC Pilipili umekatishwa kama taarifa zilivyo kwamba ameuawa, basi ujue uhai wa mtu wa karibu sana na wewe unayenisikiliza hapa utakatishwa wakati wowote kutoka sasa, ama uhai wako. Naomba ieleweke, ondoeni kabisa hiyo lugha ya kwamba wakati umefika. Afrika na hasa nchi yetu kwa sasa, wakati wa kufariki kwa watu haufiki. Watu wanakatishwa uhai na watu. Naomba uielewe Biblia katika Zaburi 37 mstari wa 32 inasema, mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Kwa hiyo sio ni Mungu wakati unakuwa umefika, sio wakati unakuwa umefika. Mtu asiye haki umtafuta mwenye haki, umtafuta mtu asiye na hatia na kumfisha. Kwa hiyo watu wanafishwa, wanakatishwa uhai. Kiujumla mwanadamu alipaswa kuishi milele, na hata baada ya dhambi alipaswa kuishi walau kuanzia miaka 70 kwenda juu. Hivi vingine vyote, vifo unavyoviona wewe, vinasababishwa na mistakes za makusudi za wanadamu au za kutokusudia, lakini 189 ni za makusudi ambazo kuhubiri kulitakiwa unisikilize, tutafute njia ya kudhibiti. Katika Mithali 1 mstari wa 19 nasema, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Huondoa uhai wao wanaoonekana kuna namna watatibua, wataharibu ulaji fulani, wataharibu mkate fulani. Ndivyo zilivyo njia, vilivyo vipaumbele. Uhai wa watu unakatishwa, sio wakati wa Mungu umefika. Tatizo, nikupe tu tahadhari, mshangiliaji, mnufaika. Tatizo likiwa kwa mwingine, nataka nikujulishe, usipolipatia ufumbuzi, ujue kwako linakuja. Narudia tena, tatizo likiwa kwa mwingine, usipolipatia ufumbuzi, ujue liko karibu sana kuja kwako. Inawezekana unasema kifo ni kifo tu, hata sisi tumewahi kufiwa. Sikiliza, kama kifo uliwahi kufiwa ukakiona cha kawaida, wali uliowahisi kusababisha ukawaona wa kawaida, umewaacha kawaida, ujue na wewe kwa kifo cha ndugu yako, huyo mtoto wako au mzazi wako, kuna namna ulinufaika. Eza lambilambi ulizoletewa, ama huyo mtu naona alikuwa kero fulani, au alikuwa na mali ambazo itaka kudhirithi kuzipata. Otherwise, kifo sio kifo tu. Wanadamu tumo duniani ili tutafute suluhisho la kudumu juu ya mateso na mahangaiko na vilio na maumivu ambavyo yanawapata watu wengine. Na hapa hapahitaji unafiki. Kaa tayari na kuja kuijibu klipu moja ya mashehe. Wamesema vitu vingi sana mle ndani. Moja kitu wanahoji, nadhani na bwana mmoja vibaka anaitwa Ikongo, anasema tarehe 29 alikuwa maandamano au zilikuwa fujo. Ni vema ujue, na kujibu tu kwa ufupi hapa, ni vema ujue kwamba tatizo alikuwa tarehe 29. Tatizo nini kiliwafanya watu waingie barabarani tarehe 29? Wafanye walioyafanya tarehe 29.
hiyo ndo anziaga kujadili huko, kwa sababu watu kilichowatoa watu wao wanatekwa, wametekwa, wamepotea, wameuawa, hawana kwa kujeza. Wakilia wanakamatwa, wakilalamika wanapotezwa, wanakamatwa tena, wanatekwa tena, wanaumizwa tena. Wakienda mahakamani, mahakama zinaamua kwa namna inayoonekana ni kama zimeelekezwa na muuaji mwenyewe, na muoneaji mwenyewe, na mdhalimu mwenyewe, zinaelekezwa. Unafikiri watu wachukua hatua gani? Ngoja nikwambie, yeyote unayejidanganya kwamba njia pekee ya kuwadhibiti wanaolia, wanaolalamika ni kuwaua tena na tena, kuwateka tena na tena. Mtu akifiwa na mtu wake wa karibu kabisa, haoni tena thamani ya kuishi. Atanyamaza wakati anatengeneza njia ya kulipuka kuliko ulivyodhani. Atakujia tena na tena, utaua tena na tena. Kwa mfano hawa wanaendelea kuteka tena, kuua tena kwa njia kama hizi ambazo zingine hazieleweki za kina Pilipili hizi. Naomba uelewe, watu wataendelea kusema kuliko walivyosema, tena watakuwa nasema kwa lengo la wauaji mwanguke. Najua wauaji mnataka mtu atakisema asiwe anaonyesha kwamba inatakiwa mwanguke ndo jamii itakuwa salama. Watu watasema na watachukua hatua nyingi. Kama umejiandaa kuua idadi yoyote, umeshaingia kwenye rekodi, wauaji mmeshaingia, utawala mamlaka ya Tanzania imeshaingia kwenye rekodi ya kuua kwa namna haijawahi tokea kwenye nchi, na pengine sasa mnaitafuta rekodi ya dunia. Ila nawahakikishia mauaji, damu ya mtu ni nzito. Ua utakavyoua, jua mwisho unashindwa. Utashindwa. Damu zile zile unazoziua ndizo zitakazo kuangusha. Utafanyika uterezi, hizo damu unazozimwaga zitakurukia kwenye macho, utatumbukia shimoni tu. Kuna jambo kwamba kama teki wanasema haki kwanza. Wao wenyewe sio watu wenye haki, kwa sababu wanakula mali za, wanapata mgao kutoka serikalini, wakati kuna watu hatupati mgao. Kwanza ifahamike, si kila anayedai haki ni mwenye haki, lakini anapoanza kudai haki ni vizuri ujue kwamba inawezekana ndo mwanzo wa yeye pia kuweka usawa na mambo yake. Kwa hiyo mdai haki si lazima awe mwenye haki. Ya hilo, Tanzania haijawahi kuwa kisiwa cha amani. Tanzania ilikuwa inasemwa kisiwa cha amani. Ni kweli, na hao kama wanapata mgao, wengine nyie mpati, hiyo sio haki. Ila viwango vya haki kupotea vimeendelea kuwa vikubwa siku hata siku. Kwa amani haipo muda wote, haipo muda wote. Amani haipo, haijawahi kuwa kisiwa cha amani, hapajawahi kuwa na amani. Amani ni ile hali ya wewe kujisikia vizuri na mwingine kujisikia vizuri. Otherwise, ukiwa msibani unasema mimi nina amani, au mtu amepata ajali hapa imevunjika miguu unasema ila mimi nina amani, ujue wewe mchawi. Kwa amani haijawahi kuwepo, ila kuna lugha ya wanasiasa kwamba tulinde amani, lakini amani wanayosema tulinde ni ulaji wao na watoto wao, ndio amani. Ndio maana wakiguswa wao wanasema tusiondoe amani iliyopo, tusiondoe amani iliyopo. Takuja na hii mada na hata yale yasema kwamba ole wenu mtoke na sisi tutatoka, tutachinjana vichwa huko mitaani. Kuna jambo linajulikana, na jambo inajulikana, wala mtatoka sasa, mlishatoka. Lakini mfahamu kwamba mnachinja hata Waislamu wengi, kwa sababu kuna Waislamu ambao wanaamini haki. Kwa hiyo na wenyewe wanayapinga haya
Mnaingizia kwamba Chadema inakingiwa kifua na teki sio nini. Hizo ni lugha ambazo kila mpinga haki huhusisha kila mwenye haki na Chadema. Wote sisi tumepata madhara ya kuuawa watoto kabla hata yayo maandamano. Wameuawa watoto wangu wengi, wengine kwa wazi, na kesi imeenda mahakamani. Nikanasuka mle kwa namna ya ajabu. Nataka ufahamu, kila mtenda haki, mpinga mabaya, munamuhusisha na Chadema. Anyway, taweka vizuri baadhi ya maneno ambayo yanaonyesha hakuna suluhisho huko mbele kwa utafikiwa na wewe unayeona hivyo. Kwa mfano mnasema sasa tunataka mazungumzo. Hiyo tunajua ni lugha ya kupangwa kwamba sasa mmetimiza jambo lenu. Tukiingia sasa tukisema mazungumzo sasa hivi tayari tutaingia, inatakiwa sasa ndio tuunde katiba, tuunde tume, kwa sababu si mpaka 2030 sisi tutakuwa tumemaliza mipango yetu. Na mipango yenyewe ambayo mtakuwa mmemaliza itakuwa mipango mnahisi ya kuchinjilia mbali kila mwenye haki, kila mwenye mbegu ya haki. Haitawezekana. Sikiliza, mnataka mazungumzo, kiranja awe nani? Maridhiano hufanywa kati ya mtenda na mtendewa, na refari anatakiwa awe asiye na upande wowote. Leo hii kiranja anabaki ni muuaji. Wauaji ndio wasimamizi wa vyombo wa mazungumzo, sababu hakuna mazungumzo mtazungumza na mtazungumza nani na nani wasiwepo wauaji wenyewe. Muuaji hawezi kukubali mazungumzo yoyote yanayoonyesha kwamba aliyeua kwa upanga anatakiwa kufa kwa huo. Atazuia mazungumzo, na mazungumzo lazima kwa si mnataka sasa haki itendeke. Inatakiwa kweli haki itendeke. Inatakiwa kweli walioua wote wauawe. Ndivyo maandiko yanavyosema, ndivyo Biblia, vitabu vya Mungu vyote vinavyosema. Mwanzo 9:6 inasema atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake itakiwa imwagwe. Unaoshea amesema kama mnataka wauawe walioua, tuanzie kwa Nyerere. Jibu ni hivyo. Hata kama itatakiwa wauawe 80% ya watu wote waliwahi kuhusika kuua watu, jibu ni hivyo. Uchunguzi wa haki, kwa sababu mimi naambia kwamba hapajawahi kuwa amani Tanzania, hapajawahi kuwa kisiwa cha amani. Miaka yote watu wamelia, ila watu walikuwa wanatafuta njia ya haki bila kupatikana. Kwa hiyo ukisema tuanzie kipindi cha Nyerere, walioua watu wazee, hata kama amezeeka, ili haki ipatikane, mimi naongea suluhisho gumu, na mwisho wa siku nendeni fanyeni mnalofanya. Itakapokuja kutakiwa lipatikane suluhisho, itatakiwa kila aliyewahi kuua auawe. Hakuna suluhisho zaidi ya hilo. Haiwezekani wewe watoto wako wanakula, wewe umekatisha uhai wa watoto wa wenzio. Wazazi wako wanakula, wewe umekatisha uhai wa wazazi wako, wazazi wa wenzio. Mzazi wa mwenzio muone kama wakwako. Kama unachinja wazazi wa mwenzio, chinja na wazazi wako. Kama ulichinja wazazi wa mwenzio, watachinjwa wazazi wako. Ulichinja watoto wa mwenzio, utachinjwa wewe. Kimsingi kwenye Biblia inataka wewe uliyechinja wewe, sio wachinjwe watoto wako. Utachinjwa wewe, utauawa wewe. Ndio maridhiano. Nje na hapo mnajisumbua. Mimi naambia tu ukweli, ni neno gumu. Nje na hapo mnajisumbua. Chochote kitakachofanyika ni umaliziaji, ulaji wa asali
kati ya walioua moja kwa moja, walionufaika sana, walionufaika kidogo na mauaji yaliyoendelea. Ndio mazungumzo yatakuwa yanaendelea. Mtazungumza watu ambao mumenufaika, yani ule ni mgawanyo mzuri. Mkikaa mnaanza sasa kugawana vizuri. Wewe ulikula nyingi sana. Walipouawa yule, walipouawa wale, ulikula nyingi sana. Na wewe kula poison, na wewe kula. Ndio mtakachokifanya. Lakini mkitaka maridhiano na mazungumzo, ndio maana wengine wanatoa mapendekezo kwamba natakiwa serikali ya mpito. Hawa wote, jeshi la polisi lifutwe lote. Serikali yote ifutwe yote. Iwekwe serikali ambayo haijajiungamanisha na mauaji haya ya wakati wote, sio wakati wa Samia tu. Ya wakati wote. Ndo ijadili mwafaka. Nje na hapa, muuaji ndo kiranja, ndo anaunda tume, ndo anasimamia mazungumzo. Mkizungumza kinyume cha anavyotaka yeye, mtakuwa wahaini. Enewe, nitakujia vizuri kwa maelezo haya. Acha itoshe hapa, nikwambie tu yeyote ambaye unaona kifo ni kawaida, MC Pilipili amekufa ni kawaida, nataka ujue atakufa. Mtu wa karibu na wewe atauawa. Utajua vifo hivi si kawaida. Na hakuna aliye salama. Hauko salama. Utaona sio siku si nyingi. Hauko salama. Asante kwa kunisikiliza.